Unajua siku zote wanaweza kuambia bwana unaenda kupigana na mlolojo, lakini huyo mlolojo hujawahi kukutana naye. Chote unachokidharau ambacho ni kitu hujawahi kukutana nacho, ila ukutana nacho unaweza kukijutia. Na huyu bondia anakutana naye sio bondia ndizi au sio bondia mzuri sana. Ni bondia ambaye nishapigana naye katika miongoni mwa mheshimiwa mgeni mwaliko alikuwa Mheshimiwa Rais Hussein Mwinyi wa Zanzibar. Na alishuhudia pambano hilo, tulipigana vya kutosha mpaka watu walijua kama kweli Mandonga amekuja kukutana na mtu Mzanzibari. Na Wazanzibari sio watu laini kusema kama kweli wanakula ulojo. Kaka hiyo tulitengue. Ni wako kamili, wanajiamini na wanaweza. Napata baraka kidogo. Hapa niko kwa mkurugenzi. Bwana mimi ni balozi wa Line Perfume. Mr. Perfume mimi ni balozi wake. Kwa hiyo nimekuja kuwakilisha na ndio maana hapa si huruma. Yaani hata hii ngumi yangu niloifua sasa hivi nimeitengeneza ina manukato aina yote. Yaani hii ngumi ya sasa inaitwa ngumi rumaki. Ambapo ngumi rumaki imetoka Irani kwenye mlipuko wa mabomu. Ngumi hii ukipigwa unaanguka kimataifa, alafu mafuta yanashuka bei. Kwa hiyo tunatarajia mafuta kushuka bei wakati wote. Ukimpiga mtu kwa muda mrefu lakini haujapambana. Kuna wale ambao wana hofu kidogo, Mandonga itakuwaje muda mrefu hatujamuona. Unajua wanasema siku zote, wanasema siku zote mzalao mwiba mguu na utatende. Na mimi Mandonga mtu kazi sijakaa nikabweteka tu. Bwana mimi nashukuru wadhamini wangu kama Mr. Perfume, ni mtu ambaye ananisisitiza, ananikumbusha mara kwa mara na mimi najikumbusha zaidi. Kwa hiyo mimi nafanya mazoezi kila wakati. Kwa sababu nikitarajia nikifungulia kupigana, maana nitakuwa napigana door to door, back to back. Kwa hiyo kama napigana tarehe 31, muda wote utasikia Mandonga tarehe 3, tarehe 4 anapigana tena. Kwa hiyo niko hivyo yani. Nikipigana tarehe 31, unaweza kusikia tarehe 3 au tarehe 4 mwezi wa 8 Mandonga anapigana tena. Ndani ya wiki moja. Yaani Mandonga kwa mwezi atakuwa pigana mapambano 6, mapambano 7. Kwa sababu mimi nahamasisha mchezo wa ngumi. Watu walikuwa wanauogopa sana mchezo wa ngumi na walikuwa na hatari. Lakini kwa sasa si hatari tena, na hata wazee waliokuwa majumbani, wazazi wanawashauri watoto zao waingie katika mchezo wa ngumi. Kwa sababu mchezo wa ngumi sasa hivi ni ajira. Kizamani walikuwa wanafanyia uni. Mtu akajifunza ngumi, anaenda kupigia wenzie, anapolea watu. Lakini kwa sasa hivyo vitu vyote vimekufa. Sasa hivi ni ajira mchezo wa ngumi. Kwa hiyo michezo yote sasa hivi imekuwa na nafasi yake. Kwa hiyo kucheza ngumi, kucheza mpira, ukienda kukimbia basketi, ukicheza riadha, yani wewe kokote unakojiweka, amini usiamini, sasa hivi ni ajira kwa kijana yote wa taifa la Tanzania. Kipi kilifanya hatukukuona kwa muda mrefu? Mimi kutokuonekana kwa kweli management yangu ilinipumzisha kidogo baada ya kuona Mandonga bwana pilika zimezidi sana, Mandonga anapigana sana. Kwa hiyo muda huu kwanza Mandonga kwanza atumweke kambini, aje Mandonga mwingine. Kwa hiyo Mandonga 2026 ni Mandonga mpya. Wanasema new generation. Yaani Mandonga mpya amekuja sasa. Kwa hiyo sasa hivi wataona vituko vingi. Ina maana hakuna bondia kupigana naye raundi 6, raundi 4, raundi 5 ni kosa. Sasa hivi ni kuwapiga tu. Mtu aende mochwari, mtu aende kazikwe. Ndio kazi iliyobakia sasa. Sawa. Kuna fight leo zipo tunazisubiria. Ikiwemo main fight ambayo anapigana Juma Choki pamoja na Tony Rashid. Uko upande gani? Mimi wadogo zangu wanaopigana leo, yani wote wanaopigana wote leo, mimi bwana sina dabi hapo wala sina upande. Yani mimi hapo ninaenda kuangalia ngumi kwa furaha na niangalie bondia gani ameshinda, basi umpe baraka zake kwa alichokifanya kizuri. Kwa sababu mimi leo hamna bondia wangu wanaopigana ambao namshabikia. Kwa sababu ukiangalia Tony Rashid sio ni bondia namshabikia, ni bondia nampenda kama mdogo wangu. Nikimwangalia Juma Choki ni mdogo wangu nampenda. Wakina Dula Mbabe na wapenda kama rafiki zangu. Wakina Ibrahim Tamba na wapenda kama rafiki zangu. Kwa hiyo kwa siku leo sina. Yaani kwa huyo ambaye unamshabikia ni yupi? Kwa mimi shabiki mkubwa sana watu wa Kiduku. Bendera chuma, mlingoti chuma, na mimi shabiki mkubwa sana kwa Selemani Kidunda. Kwa sababu Selemani Kidunda tulikuwa tunagomea jina. Yaani yeye alikuwa anaitwa Selemani Kidunda Mtumbadi na mimi Mandonga Mtukazi Mtumbadi. Kwa hiyo mwisho wa siku Selemani Kidunda akachagua jina lake lingine. Akasema jina hili kuanzia leo namwachia Mandonga Mtukazi. Ndio aitwe Mtumbadi. Mimi kuanzia sasa naitwa Jini Makata. Kwa hiyo Jini Makata Selemani Kidunda. Kwa hiyo mimi ni watu wangu wanakubali ni wao wawili. Na washabikia kwa bidii zote. Bwana Misarena. Bwana kijana wangu anakwenda kupigana hapa tarehe 31 na mara zote amekuwa akichukua baraka hapa na kwenda kufanya vizuri. Pengine na lipi la kuzungumza? Unajua ni kwa kipindi kirefu sana Mandonga alikaa hajapigana. Na sababu ya kuto kupigana na maana sisi tulimshauri tukamwambia ifike wakati, kwa sababu tayari una jina kubwa. Unajua ilifikia hatua kwamba Mandonga hata akipigwa au akimpiga mtu kampeleka mjini. Kwa hiyo ikafikia hatua tukamwambia basi pumzika kidogo, kuna vitu tuvifanye
tuongeze makocha, tuongeze watu wazuri, ili ukirudi unarudi katika hali ya ubora zaidi. Kwa hiyo nafikiri ni fight itakuwa nzuri, watu waitegemee vizuri na itakuwa ya kuvutia kwa sababu amebadilika, sio Mandonga yule, na ndio maana mwenyewe anasema kwamba mumtegemea atakuwa Mandonga mwingine, sio uongo. Ni serious, atakuwa Mandonga mwingine. Bwana Mandonga, kwa kumalizia. Mimi namshukuru Mr. Perfume, namshukuru sana na Mungu aendelee kumbariki pia, na Mandonga Mtukaze, Mungu anaongezee uhai katika haya tunayoyafanya, kwa sababu ni mtu ambaye ananishauri vizuri, lakini wakawa kijua kabisa Mandonga Mtukaze hapa yuko wapi. Bwana, hapa niko Tabata Bima kwa Mr. Perfume. Kama Mr. Perfume inakusumbua, uliza Line Perfume wanapatikana wapi? Bwana, hapa unaponiona Mandonga. Bwana, ndio kusikia Mandonga, mbona kila anapopita anuki jasho, anuki kikwapa. Bwana, kwa Mr. Perfume unapata manukato aina yote. Perfume kila za Kinyamwezi, perfume za Dubai, perfume za Ulaya unapata kwa bei kitonga. Bei kitonga tukisema kwa nini mwingine asioelewa? Bei rahisi bila usumbufu aina yote. Utaenda unanunua dukani mafuta ya nazi, mafuta ya kupakaa, lakini kaa ukijua kabisa ukimuona Mr. Perfume, bwana, naamini kabisa kile unakopita watu wanastuka. Bwana, huyu katoka wapi? Bwana, nani aliyopita? Yaani wewe unakuwa ni mtu wa kubadilisha hali ya hewa. Kwa hiyo karibuni sana Tabata Bima kwa Mr. Perfume hapo.